Kuna uchawi unaitwa uchawi wa kitabu. Huu ni uchawi wenye upinzani mkubwa, na nimejaribu kufanya maombi haya. Inaweza kawa hii ni mara ya 4 yanapotea, lakini kwa neema ya Mungu ninaamini kuna mtu umekusudiwa na Mungu anaenda kufungua. Uchawi wa kitabu au uchawi wa vitabu ni tofauti kidogo na uchawi wa kawaida ambao mtu anaweza kufanyia. Uchawi wa kawaida wanaweza kufanya watu kwa jumuiya, wanaweza kufanya watu usiku, wanaweza kufanya watu kwa nguvu ambazo sio za kawaida wanapokutana, hata kama sio kwa kukutana kwa namna yote ya giza. Lakini uchawi wa kitabu ni uchawi smart kidogo ambao mtu huwezi kumzania, kwa sababu kuna namna anasoma kitabu na kuna namna anafanya manuizo na yanaweza kumpata mtu. Lakini Mungu amenipa neema siku ya leo niombe na wewe ambaye umetegewa uchawi wa kitabu. Haijalishi umetegewa kwa namna gani, haijalishi umetegewa kwenye mazingira gani, Mungu ni wa huruma. Kwa jina la Yesu Kristo ninaenda kukuombea, na ukiamini Mungu anaenda kukufungua. Uenda ukakuta nawe pia umenaswa na uchawi huu bila wewe kujua, kwa sababu uchawi huu mtu anaweza kuchukua nguo yako, mtu anaweza kuchukua jina lako tu na akafanya maneno ya vitabu na ikakupata. Mtu anaweza kuchukua kitu chochote kile, au akachukua picha yako akafanya maneno ya vitabu na akakupata, au akaenda tu mtu kwa wivu na chuki binafsi akafanya uchawi wa kitabu na ukakupata. Lakini kwa neema ya Mungu, Kristo Yesu aliye damu ya wokovu wetu anaenda kukutakasa na kukukomboa. Haijalishi ni uchawi uliosindikizwa na jini gani na pepo gani na nguvu gani, Kristo Yesu anaenda kukusaidia. Anaenda kutoa kwenye maagano ya giza, anaenda kutoa kwenye midomo ya makuhani wa kipepo ambao wameandaliwa kwa ajili ya kuwafunga watu, wameandaliwa kwa ajili ya kuzuia maisha ya watu, kufunga mipenyo ya watu na kuombea. Ninaamini Mungu anaenda kufungua. Jambo la msingi, ninaomba unisaidie kuweka mkono wako kwenye kitovu chako. Nisaidie kuweka mkono wako kwenye kitovu chako. Weka mkono mahali hapo, afu amini tu, tulia na unifuatishe maneno haya. Sema: Bwana Yesu, ninaamini katika wewe. Ninaenda kila kinyume na uchawi wa kitabu. Kila uchawi uliofanywa juu yangu au juu ya familia yangu, juu ya mali zangu na chochote kile ambacho ni cha kwangu, leo uniachie. Kila uchawi wa kitabu uliofanywa juu yangu, ninaukataa kwa jina la Yesu. Ninauvua kwa jina la Yesu. Ewe uchawi wa kitabu, naamuru uniachie. Ninakukataa kwa jina la Yesu. Ewe jini la kitabu, ewe pepo la kitabu, ninakukataa kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia maisha yangu. Ninavua kila ulichonivika, ninavua kila ulichonivika. Chochote ambacho umeweka ndani yangu, ninakivua kwa jina la Yesu. Ninakataa kila upinzani ulioweka katika maisha yangu. Mahali popote ambapo shetani umeweka mkono wako ili uzuie maisha yangu, naamuru uniachie. Niachie kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia njia zangu, achia mipenyo yangu, achia amani yangu, achia afya yangu katika jina la Yesu Kristo. Basi nataka nikuombee sasa. Kuna nguvu ya Mungu itashuka, kuna ufungulivu utaupata na utauona wema wa Mungu katika maisha yako. Bwana Mungu, nimeinua mkono huu, najiunganisha na mtu huyu, naibadilisha sauti hii isiwe sauti ya kawaida. Najua adui yafurahi, najua mapepo yafurahi, najua uchawi ufurahi, lakini kwa kuwa Mungu umenipa kibali siku ya leo na umenipa neema mtumishi wako siku ya leo, naenda kila kinyume na kila nguvu za giza, naenda kila kinyume na kila uchawi wa kitabu. Mahali popote ambapo jina la mtu huyu linaitwa, mahali popote ambapo jina la mtu huyu linatamkwa katika ulimwengu wa giza, leo katika jina la Yesu naamuru uachiliwe. Haijalishi wamekuweka wapi, haijalishi wamefunga fahamu zako wapi, wamefunga ndoa yako wapi, wamefunga afya yako wapi, wamefunga amani yako wapi, wamefunga uchumi wako wapi, wamefunga kazi yako wapi, wamefunga kibali chako wapi, wamefunga mahusiano yako wapi, leo katika jina la Yesu naenda kila kinyume na uchawi wa kitabu. Kila maneno aliyotamkwa juu yako, kila uchawi uliofanywa juu yako, kila manuizo aliyofanywa juu yako, nabatilisha kwa jina la Yesu. Roho za giza, roho za ilizi, roho za mafundo, uchawi wa mafundo na ilizi, naamuru kuachie. Kama walichukua nguo yako, kama walichukua jina lako, kama walichukua chochote kile cha kwako ili kukufunga na kukuambatanisha kwenye madhabahu za giza, wao walichomeka sindano, wao walichomeka chupa, wao walikufunga kwenye kaburi la mtoto mchanga, wao walikufunga kwenye kaburi la mjane au la mtu ambaye alikuwa hana maana na kichaa ili maisha yako yawe mwenda wazimu, wao walikutupa kwenye jalala, kwenye dampo. Leo nakuita kwa jina la Yesu, naita nafsi yako na uondoa uchawi wa kitabu. Haijalishi ni jini gani na kusimamia maisha yako, haijalishi ni pepo gani ambao linasimamia agano hilo, nalivunja hilo agano kwa jina la Yesu. Natamka ufunguliwe. Toka kwenye shimo hilo, toka kwenye kaburi hilo, toka kwenye sanda hiyo, toka kwenye mauti hiyo. Pepo la mauti na kuzimu, pepo la hasara, pepo la aibu, pepo la umasikini, pepo la kurudishwa nyuma, roho ya mafarakano, achia kwa jina la Yesu. Napasua hiyo miamba, napasua hizo ngome, zikuachie kwa jina la Yesu. Na uvua uchawi, navua kila kitu, kila walichokuvika, iwe ni pete, iwe ni ilizi, iwe ni madhabahu za giza, iwe ni shanga kwenye viuno,
iwe ni roho za giza kwenye miguu, na amuru vikatike vyote. Na kata hiyo minyororo, na kata hiyo minyororo ikatike, iliyofunga mikono yako unashindwa kugusa vitu, iliyofunga miguu yako unashindwa kwenda unapotaka, na amuru vikuachie. Ewe uchawi wa vitabu, achia jina la mtu huyu, na alikomboa jina lako. Kata. Sema natoka huko. Kila walipofunga fahamu zako, walikofunga ufahamu wako, walikofunga mpenyo wako, na kuita kwa jina la Yesu. Nasema njoo kwa jina la Yesu. Toka kwenye magano hayo, toka kwenye madhabahu hizo, toka kwenye mizimu hiyo, toka kwenye mikataba hiyo. Na kata mikataba kwenye chama chochote ulichounganishwa bila wewe kujua. Navunja chama hicho, navunja mikataba hiyo, navunja magano hayo, navunja makubaliano yote yaliyofanywa juu yako kwa siri, yaliyofanywa juu yako kwa mikono, yaliyofanywa juu yako kwa fahamu, yaliyofanywa juu yako kwa biashara, kwa kazi yako. Naenda kila kinyume mahali popote ulipokanyaga. Kumbe palisomewa maneno, kumbe palisemewa maneno. Nafuta hayo maneno, nafuta hayo maneno, nafuta laana kwako, nafuta kukataliwa, nafuta kuchukiwa, nafuta kucheleweshwa, nafuta mikosi, nafuta aibu, nafuta uzito. Toka uchawi, toka uchawi, uchawi wa njia panda na uondoa kwako, uchawi wa maneno na uondoa kwako, na ufuta, na wapiga huko au wanaokuchezea, wanaochezea kwa nyungu, wanaochezea kwa vitu vya giza, kwa usinga wa kipepo. Na pasua huyo mkuu wao. Acha haribiwe kuanzia sasa, acha haribiwe kuanzia sasa, haribiwa kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Tunasambaratisha na vuruga hiyo miungu, na ipiganisha yenyewe, ianze kupigana yenyewe, ianze kukuachia. Achia kwa moto. Walipofunga popote kwako, wakuachie sasa. Mliingia kwa njia moja, na tawanyika kwa njia 7, na watawanyisha. Tawanyika kwenye mtu huyu, tawanyika kwenye maisha mtu huyu, tawanyika kwenye familia yake, kwenye uchumi wake, kwenye afya yake. Tawanyika. Kila mlichoweka toa vyote, toa uzito wote, toa mauti yote, toa uharibifu wote. Moto kwa jina la Yesu. Toa na magonjwa yenu, toa na majibu yenu, toa na taarifa zenu. Ninavua kila ulichovika, navua kila mlichovika, na viondoa vyote. Uchawi wa kitabu na uharibu sasa. Haribiwa kwa jina la Yesu. Roho za mauti, ondoka. Maji ya maiti ambayo mmemunganisha nayo, na amuru ya mwachie kuanzia sasa. Wengine mlifungwa kwa watoto wachanga, na pasua. Mlifungwa kwa hospitali, mlifungwa kwa magano ya madawa na madozi ya kila siku, na amuru vikuachie. Toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Roho za hofu na mauti, roho za kuzimu na mawazo mabaya, pasuka, haribiwa. Ondoka. Magano ya chale, magano ya kunyweshwa damu, magano ya kulishwa vyakula, natapisha kwenye tumbo hilo, natapisha kwenye kitovu hicho, natapisha kwa damu ya Yesu. Tapishwa kwenye tumbo hilo, tapishwa kwenye tumbo hilo. Natuma moto, tapishwa sasa. Naondoa kila vitu vya giza, vipande, panda mwache mtu huyu. Moto kwenye kichwa, moto kwenye ufahamu, moto kwenye mbavu, moto kwenye miguu. Kila ulichomfungia na vifungua vyote, kwenye damu yake, kwenye afya yake, kwenye fahamu zake, kwenye mpenyo yake, pigwa kwenye Yesu. Roho za vitisho ninavyomtishia, na viondoa vitisho hivyo, naondoa hofu hizo, naondoa uchawi huo, kila uchawi na uganga na uharibu. Maana imeandikwa hakuna uchawi wala uganga juu ya Israeli, nawe ni Israeli wa sasa, ni Yakobo wa sasa. Nafuta vyote, sawa na Hesabu 23. Nafuta vyote, futika, pigwa kwa jina la Yesu. Haribiwa kila nguvu za giza, nimekukemea. Toka kwa jina la Yesu. Achia maisha haya, sio ya kwako. Mtu huyu sio wa kwako. Natamka funguliwa katika kila jambo. Mahali popote ambapo jina lako linaitwa na linaitika, na achilia ukombozi wa damu Yesu. Natuma malaika wa ukombozi waende kwa huko, wakakukomboe. Pokea amani ya ajabu, pokea ufungulivu wa ajabu. Ulikuwa unasikia kuna vitu vinaachia mwilini mwako, endelea na maombi haya. Usiyakimbie maombi. Unasikia kuogopa, unasikia mwili, unasikia kutapika, mwili umebadilika, unasikia unapiga miayo tu, unasikia maombi yamekuwa kama moto. Usiogope, yarudie tena maombi haya, yatakusaidia na utaona uchawi unakuachia kabisa. Yesu Kristo yuko tayari kukuweka huru, na pokea uhuru sawa na imani yako katika jina la Yesu. Mungu akubariki na akutendee mema. Amen. Ubarikiwe sana. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Asante kwa kunichagua niwe mwombezi wa familia yako, niwe mwombezi wa mahitaji yako mbalimbali. Mungu akubariki sana. Unatamani uendelee kunifuatilia, karibu kwa njia ya WhatsApp kwa namba inaonekana kwa skrini yako. Unasikia amani ya moyo wako kujiunganisha au kujiambatanisha au kusindikiza maombi haya kwa sadaka yako ya hiari. Chochote kile ambacho unasikia moyoni mwako Mungu amekusemesha, au unasikia umefunguliwa, unasema Mungu naisimamisha sadaka hii isimame na ufungulivu wangu. Mungu ni mwaminifu, anaujua moyo na anajua amani ya moyo wako, atakutendea sawa na haja moyo wako. Karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Hiyo hapo chini imeandikwa sadaka. Hiyo hapo jina ni Godwin Ndelwa. Lakini pia unaweza kunifuata kwa njia ya TikTok kwa kuandika Maombi ni Dawa. YouTube channel andika Maombi ni Dawa. Mungu akubariki, akutendee mema. Uwe na